Amen. Bwana asifiwe. May God bless you so much. Kabla ya tuketi na tuanze kusikia neno, nilikuwa nataka kutabua wazee wote niwaambie Happy Father's Day. Na kwa hivyo wamama, tuambieni Happy Father's Day, kwa sababu kama sio wazee hakungekuwa na mama. Mama anaitwa mama kwa maana mzee alionekana. Kama mzee hakuweko, mama angekuwa tu msichana. And the same case on the other side. Kama hakungekuwa na mama, hakungekuwa na father. Tungekuwa wanaume tu peke yao. Si wamama tuambie kwanza, kwa sababu ni siku yetu. Hawakuwa na furaha. Sisi tujisemeze sisi wenyewe. Tuseme Happy Father's Day. Yes, hiyo ni nzuri sana. God bless you so much. Na kwa sababu hiyo I have a song that I have dedicated for today, Happy Father's Day. Dada tugekai Jesu ni mwega twendete o, tũtigane wendo wa Jesu. In fact tũtingĩkinyĩte hau kama sio upendo wa Yesu, na tungekuwa pale. Na kwa hivyo ningeomba Mwangi Muraya kuja tuimbe wimbo huu, na naomba ya kwamba to celebrate Christ in this, kwa sababu ndiye baba yetu. Are we together? When we are recognizing the Father on earth, we have to recognize the Father in heaven. As the Bible says, wakati mnapoomba ombeni baba yetu aliye mbinguni. That's the word, that's the first word we should speak about. Na kwa hivyo tukicelebrate hapa duniani, tucelebrate hata baba wa mbinguni. Na kwa hivyo tupige makofi yetu, tumshangilie Bwana hapa hivi wimbo huu katika jina la Yesu. Ikaije
take your seat in the places of God. Bwana asifiwe. Bwana watende mema wale ambao wanaonisikiliza kutoka mbali, hata wale ambao wako diaspora, walie hapa kanisani na pia walio manyumbani kwenu, na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Mimi roho yangu ni njema, Kristo ni Bwana, amenisaidia. Wema wake na fadhili zake zimekuwa pamoja nami. Siko kwa sababu ya kile ambacho nilijitahidi kufanya, lakini niko kwa sababu neema ya Bwana na upendo wa Bwana pamoja nami. Ninazidi kumshukuru kwa sababu ya ngome yangu, furaha yangu na sifa zangu ni zake, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Nazidi kumtukuza, maana tangia mwanzo mpaka mwisho hakuna jina lingine lililo zaidi ya jina lake, Ebeneza, aliyetuumba na katuweka hai. Tunazidi kumtukuza kwa sababu ya ngome yetu, fadhili zetu na neema yetu haitokani na kile ambacho tunachojitahidi kufanya, lakini kwa sababu ya neema yake. Nazidi kumtukuza kwa sababu ya ngome na furaha yangu. Napenda kusema ya kwamba wanaume, hata kama tutaitwa mababa, tutaitwa nini, bila Yesu ni bure. Na ndiposa mwimbaji wa wimbo ambaye aliimba ule wimbo aliyesema, akasema ya kwamba Yesu na waliokombolewa wana urafiki sana. Kwa hivyo Baba wa mbinguni ana haja na wale ambao wanaitwa baba na waliokombolewa, ambao hawana ukombozi wake Kristo Yesu. Hata kama utaitwa baba duniani, hata kama utaitwa mambo gani, hata kama utaitwa Happy Father's Day, ni wale tu ambao wako ndani yake, waliye na nguvu za kustahimili shida na vita vya ulimwengu. Kwa sababu vita ni nyingi, shida ni nyingi. Hata saa hizi tuko katika shida ya corona, ni wale tu waliye katika Bwana wana uwezo wa kufanya hivyo. Yohana wa kwanza 5 na mstari wa 5 na 6 unasema ya kwamba ni nani awezaye kushinda ulimwengu isipokuwa ni yule tu amo na Yesu ndani ya moyo wake. Na kwa hivyo ulimwengu huu hatuwezi kuushinda, hatuwezi kushinda mambo ambayo yanayoonekana katika ulimwengu huu pasipo na Mungu ndani yetu. Kwa hivyo kijana mzee ambaye yuko pale nje, ambaye unajiita baba, ikiwa wewe ni mzee wa miaka 100, ikiwa wewe ni mzee wa miaka kadiri, ama mzee ambaye alipokea mke wake jana ama juzi ama wiki hii, nataka kukwambia ya kwamba kuitwa baba peke yake sio kitu ambacho kitakacho kupeleka mahala, lakini ni uitwe baba pakiwa na tumaini. Na tumaini hili ni kuwa na Yesu. Maana hata wakati utakapokosa kuweko katika ulimwengu, hivi ni kumaanisha wakati utakapokufa bado yeye hatakosa kuwa pamoja nawe. Na kwa hivyo nazidi kusema ya kwamba leo ni siku ya wanaume, lakini wanaume waliye ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo ninazidi kusema hata kama baba ni wengi, hata kama tunaye mababa wa aina nyingi, uhakika ni kwamba aliye na Bwana ndani yake ana ushuhuda ya kwamba leo tutashinda ulimwengu, sio kwa sababu ya vile tunavyojua kupigana vita, lakini ni kwa sababu tunaye aliyeshinda kabla yetu, katika jina la Yesu. Nazidi kumtukuza na kumwabudu na kumpa heshima. Leo nataka tunene neno la Bwana, na ninajua ya kwamba katika muda wa risali moja lijalo nitakuwa hapa mbele zenu nikinena neno hili ambalo naomba Bwana anisaidie kulinena. Na tuombe kwa ajili ya neno tunapoingia katika neno hili, na najua Bwana atakuwa pamoja nasi. Mfalme wa amani, katika jina la Yesu tunakuabudu, tunakupa sifa na heshima. Ewe ndiye Mungu na mhifadhi wa maisha yetu, unayetuona na unayetukabidhi neema yako na utukufu wako, na ili Bwana majeshi tuitanishe na jina lako. Mfalme wa amani, tunajua ya kwamba hili silo jambo la kawaida, maana kuitanishwa Jehova Jireh na jina lako ni kusema ya kwamba sisi ni wanao. Na kama vile maandiko yanavyosema ya kwamba Yesu alitutangulia akiwa kama yule ambaye alianza kama mzaliwa wa kwanza, na sisi tukawa wazaliwa baada yake, tunazidi kukutukuza na kukuabudu. Na kwa hivyo tunazidi kusema unastahili Mfalme kwa ajili ya kutupa siku hii kulinena neno lako, na pia Bwana kulisikiza. Ni wengi ambao walizaliwa na hawamo siku ya leo. Wengine Mfalme wa amani wamekufa wakati wa corona, na wengine hata usiku wa leo wameuawa na magonjwa mbalimbali. Wengine wamepatana na accident Mfalme wa amani, lakini tunakutukuza kwa sababu umetuweka hai. Tukiwa hai Mfalme wa amani twaweza badilika. Tukiwa hai Bwana majeshi twaweza leta neno lako likajulikane kwa wengi. Na tukiwa hai Mfalme wa amani tutajulisha neno hili kwa watu wengi Mfalme wa amani. Twazidi kutukuza jina lako na
tunakuabudu kwa sababu mwaminifu. Tunaomba ya kwamba wakati huu unene pamoja nasi, neno lako Bwana wa majeshi likaweza kututia nguvu. Wakati kuna giza, tufanye nuru ya ulimwengu huu, na neno lako tu ndio taa ambayo inaweza kutumulikia. Na kwa hivyo tunapolinena mfalme wa amani, Jehova Jireh, nena na moyo zetu, nena na akili zetu, nena na mawazo yetu, na ili Bwana wa majeshi ukaweza kutuonyesha mahali pa kupitia. Maana mfalme wa amani, neno lako linasema ya kwamba ewe ndiye njia, ewe ndiye ukweli na ndiye uzima wa milele. Na kwa hivyo twaomba ya kwamba katika ya mambo yote Mfalme twakutegemea, kwa sababu Jehova Jireh, wewe ndiye unaye uwezo wa kutufanya vile tulivyo na hata zaidi. Bwana mabwana, twaomba ushindi usiku hii ya leo, tunapoomba kuendelea pamoja nasi kuanzia sasa na tamati ya neno hili, kwa maana mwaminifu. Naomba Bwana majeshi kaweze kubariki msikilizaji wangu mahali alipo, hata waliye katika nchi za mbali ukawabariki, watende mema mfalme amani, walinde kutokana na magonjwa na shida, na ukawatenda mema mfalme amani. Hifadhi lako Bwana majeshi ndio pekee lina uwezo wa kuhifadhi watu wako peke yake Bwana majeshi. Na kwa hivyo naomba katika jina la Yesu Kristo watende mema, na walio mbali na walio karibu mfalme usisahau hata mmoja. Wema wako Bwana uwe pamoja nao, maana mwaminifu sasa na hata milele. Maana tuomba neno hili, maombi haya tukiwa mbele zako mtakatifu, sasa na hata milele, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Siku ya leo nataka tuingie katika neno ambalo linalosema how to live in the time of challenges. Vile tunavyoishi, tunavyoweza kuishi wakati wa gharika, wakati wa shida, wakati kuna changamoto za kila aina, wakati tuko na changamoto za mambo mengi, vile tunaweza kuishi. So this is the word that I want to speak to you today, and I know God will be with you as he has been with me. He will be with you also. Na ataongea na roho yako na pia wazo lako ya kwamba how to live in the time of challenges, vile tunavyoweza kuishi wakati wa shida ama wakati wa changamoto, kwa sababu tayari tuko katika changamoto za kila aina. Biashara zetu ziko chini, kwa sababu watu wengi wamekuwa hawakuji kanisani, hawaendi popote. Jameni, wengine mioyo yao imeenda chini, na kwa sababu mioyo yao imeenda chini, wakati mioyo na hata when the spirit is low, ukweli ni kwamba kuna mambo mengi yanaweza kutokea kwa maisha yako na iwe ni challenge. Na kwa hivyo tunaweza kukaa namna gani wakati wa changamoto? Tunaweza kustahili kukaa namna gani na ili tukaweze kushindana na mapepo na shida ambazo zinazotokea wakati wa changamoto za kila aina? Maana changamoto zaja asubuhi, changamoto zaja usiku, na changamoto zaja kila wakati. Lakini tutaishi vipi? Tusipojua kuishi katika wakati wa changamoto, basi tujue ya kwamba hatuishi. Hiyo ni kusema ya kwamba we don't exist. Let me tell you my brothers and my sisters, wakati ulimwengu tuliumbwa na tukawekwa tupigane na vita, na ndiposa unasikia ya kwamba Mungu anaitwa mkuu wa vita, ndiye mwanajeshi mkuu. Kumaanisha ya kwamba katika maisha ya kiroho, katika maisha ambayo tulizaliwa, hata wale ambao hawajaokoka, ukweli ni kwamba ni lazima tupatane na changamoto katika ulimwengu, na ndiposa Mungu anaitwa mkuu wa vita. Maana kila wakati tunapoamka asubuhi tunapatana na vita za kila aina. Kuna changamoto kwa neighbor zako, kuna changamoto katika mashamba, kuna changamoto za watoto. Saa hizi niliona we have a pandemic kubwa kuliko corona. Kenya yetu watoto zaidi ya elfu 100 wametundikwa mimba kwa miezi mitatu. Na hivi ni kumaanisha ya kwamba wakati mtakapoona walimu, tuwapigie makofi kama vile unavyoona madaktari wanapigiwa makofi. Maana kuna kazi walimu wanafanya. Tumejua kwa sababu miezi mitatu peke yake ambayo imepita, watoto zaidi ya 100 wako na mimba. Lakini wamekaa shuleni miaka nyingi, hata sisi tulikuwa shuleni na hatukuwa nazo. Ni kumaanisha ya kwamba challenges are there. Praise be to the name of the Lord. How can you live in the time of challenges? Because the challenge will come. Wakati umepatana na shida, kuna jamaa yangu, rafiki wangu ambaye tumekuwa pamoja naye kwa miaka nyingi,
Nilipatana naye siku hii, wiki hii, katikati ya wiki hii, nikapata akiwa mgonjwa sana. Tuliwachana akikula nyama, tuliwachana akiwa sawa, tuliwachana akiwa na nyama zote, tuliwachana akiwa mtu mzuri. Lakini wakati tulipokutana akaniita kwa gari, sikuwa namfahamu kama ni yeye. Nilipomkaribia akaniita jina, nikamtazama nikaona ni yeye. Nilipomuuliza ni nini baya, kwa maana amekaa kama sio yeye, akaniambia nimeambiwa niko na kansa na iko stage 4, na kwa hivyo akaniambia sigojei kingine na ngojea kufa tu. Jamani, it is a time of challenge. This time will meet you. Wakati utakupata, utanipata, utapata mwingine, utapata jamaa yako, utapata ambao mnakaa pamoja nao, utapata mnao marafiki zako, utapatana na jambo hili kila wakati. Utafanya nini wakati huo? Kwa maana wakati kuna challenges nyingi, ni nini hicho ambacho unastahili kufanya? Watu wengi wamepotea wakati wa challenges. Hallelujah. Wengi wamepotea wakati kuna shida. Wengi wameona ni afadhali kufa. Jana nikaandikia mtu kitu kimoja ambacho niliwatumia nyote, nikaelezea kuhusu vile watu kutoka London wametumiwa barua, wakaambiwa ya kwamba from 1st of January 2021 they shall be injected with the RFID. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba watawekwa kitu ambacho kinaitwa microchip ambayo itawekwa ndani ya mwili wa mtu, na wataambiwa ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye hatawekwa, na yule ambaye hatakuwa nayo atastakiwa kotini. Na nilipotuma mtu mmoja akaniambia it is better for me to die, hallelujah, than to have this. Akaniambia ya kwamba afadhali waliokufa maana hawana shida hizi. Nikasema ya kwamba this is the time that you shall be in a great challenge, ambayo utajua ama utaangalia ni vipi utakavyoishi katika challenge hii. Maana hatuwezi kufa zote. Tukifa zote ni nani atatuzikana? Tukifa zote ni nani ataangalia wengine? Tukifa zote manyumba yetu yatabaki na nani? Maana bado Yesu hajakuja. Ni nani ambao watakaa hewani? Kwa sababu kunao ambao watakuwa wamekufa watafufuliwa, na wengine ambao watakuwa hai watabadilishwa. Jina lake Bwana litukuzwe. Kwa hivyo kumaanisha kwamba tukifa zote ni wangapi, ni akina nani ambao watakayebadilishwa? So we must know how to live in the time of challenge. Praise be to the name of the Lord. Na unajua ikiwa utashindwa na kuishi, neno linasema namna gani? Hebu tuangalie, na hili niliweka tu kama kusudi tu moja la kuwa challenge, la kuwaweka changamoto kabla hatujaingia katika neno. In the book of Proverbs chapter 24 verse 10 inasema namna gani? Inasema namna gani? Kitabu cha Proverbs 24 mstari wa 10 tutakapo, kabla hatujaingia katika how to live in the time of challenge. Ni nini hicho ambacho tunastahili kujua? Ya kwanza, Biblia inasema hivi, Proverbs chapter 24 verse 10, Mithali 24 mstari wa 10 unasema, ukifa moyo wakati wa shida, basi wewe ni dhaifu kweli. Ukifa moyo wakati wa shida, wewe ni dhaifu kabisa. You are not a man, you are not a human being if you can. Jina lake Bwana lisifiwe. Because the time of challenge, we must be very powerful. Ikiwa utakufa moyo, ikiwa utakosa uzima, ikiwa utakosa utukufu, ikiwa utajisikia ya kwamba mimi nimekufa moyo na ni wakati wa shida, basi wewe ni mdhaifu kweli. Wewe sijui tutakuita namna gani. Udhaifu wako unadhibitisha wakati kuna challenges. Mtu anajulikana vile alivyo mzito wakati kuna challenges. Wakati kuna shida, ndiposa watu wanajulikana kama huyu is a strong man or a strong woman. When there is challenges, hawezi kupimwa wakati unaonekana kama umejawa na kila kitu. Kuna watu ambao wanajijaza kwa sababu wana fedha. Kuna watu wanajijaza kwa sababu wana chakula. Kuna wengine wanajijaza kwa sababu wako na kila kitu. Wakienda kulia wala kushoto, hakuna kitu wanachokosa. Unajikuta ya kwamba unaweza kuwa na nguvu kwa sababu uko na kile ambacho kinachohitajika. But let me tell you, challenge ndio kipimo cha haja ambacho kinapima mtu wa Mungu. Anajulikana ya kwamba this man is very strong in the time of challenge. Praise be to the name of the Lord. Maana ni wengi sana wamepotewa na nguvu. Saa hizi tukienda na tupimwe kiroho, kuna wengine wako 0.1.
Wengine ikiwa tunaweza kuwa na thermometer ya kupima kiroho. Because the time of challenge, watu wengi wanauliza kwani Mungu yuko wapi? Biblia inasema in the book of Job chapter 5 verse 6. Inasema ya kwamba tulizaliwa tupitie katika shida. Mtu alizaliwa apitie katika shida. Ukweli ni huo, na usijali ya kwamba utapitia shida gani, lakini ukweli ni kwamba tulizaliwa kupitia katika shida. So ninataka kukwambia kanisa la Kristo na watu wengine ya kwamba we must know how to live in this time. Leto ala Yesu lilogoshwa. Amen. Maana tusipojua kuishi wakati huu, wakati tutakapokuwa na nyingi, hatutaweza kuishi kama kiungu. Kwa maana tunaweza kujiondoa katika uungu. Na nipasa David akasema, si David Aguri, anaitwa Aguri wajake. Akasema ya kwamba usinipe nyingi, praise be to the name of the Lord, nisije nikasahau na wewe, lakini pia usininyime nikakulaani. Hallelujah. So watu wa Mungu, it is better to know how to live in the time of challenge. My key verse is in the book of Philippians chapter 4 verse 3 to 9. My key verse is the book of Philippians chapter 4. Chapter 4 verse 3 to 9. Philippians chapter 4 verse 3 to 9. Wafilipi 4 mstari wa 3 mpaka 9. Nitasoma kwa Kiswahili. Sitaondoka kwa hilo neno hata kama nitasoma vitabu vingine. Sitaondoka kwa hilo ambalo ndio my key verse. Inasema hivi: nawe ndugu yangu mwaminifu, na kutaka uwasaidie akina mama hao, kwani wamefanya kazi ya kueneza injili kwa bidii pamoja nami na Clementi na wafanyikazi wenzangu wengine wote ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uhai. Basi furahini daima katika kuungana na Bwana. Nasema tena furahini. Upole wenu na ujulikane kwa watu wote. Hili ndilo neno ambalo ni muhimu sana. Upole wenu na ujulikane kwa watu wote. Upole wenu na ujulikane kwa watu wote. Bwana yu karibu. Msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Haleluya. Amen. Msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukurani. Nayo amani ya Mungu ipitayo akili za watu itazidi salama mioyoni na akili zenu katika kuungana na Kristo Yesu. Verse 8, hatimaye ndugu zangu, zingatieni mambo mema na yanayostahili kusifiwa, mambo ya kweli na bora, mambo ya haki, safi, kupendeza na hekima. Tekelezeni yale mliojifunza na kupokea kutoka kwangu, mambo msiyosikia, naye Mungu anayetujalia amani atakuwa pamoja nani. Jina lake Bwana litukuzwe. Sikizeni kanisa, we all face a season of challenges in life. Everyone must face a season of challenge in life. Hakuna wakati utaishi bila changamoto. Everyone. Sio hali ya kupatana na changamoto, sio ya familia fulani. Hali ya kupatana na changamoto sio ya watu fulani, sio ya kijiji fulani, sio ya wale watu sijui wametoka wapi, wala kabila fulani, na sio kwa sababu ya nchi fulani. But everyone tutapatana na challenges. Hakuna mtu ambaye aliyeamini, na huwa ninasema hivi, America, the powerful nation in the world, ambaye inatawala nchi zote, inaweza kuwa na challenge as it has today. Na ukiangalia vitu kama Russia, wale watu ambao wamejiweka na wanasema wao ndio wakuu wa ulimwengu, na wanasema hakuna mtu ambaye anaweza kuwanyamazisha. You may not understand why now wamenyamazishwa na corona.
ulimwengu mzima ya kwamba kuna shida. Hii ni kumaanisha ya kwamba if those nations can have challenge, if our country Kenya can have challenge, even in your house you can have a challenge. Praise be to the name of the Lord. So everyone in life will face a challenge once in the lifetime, or all times in your life you must face a challenge. Challenges may vary financially, health, social, even spiritual. Inaweza kuwa na shida ya kwamba ujipata ya kwamba sio lazima iwe ya kiroho, sio lazima iwe ya afya. Inaweza kuvali kulingana na vile mambo yako. Challenges lazima zitupate, na inakuja kila wakati. Wengine hawana fedha mifukoni, wengine wako na changamoto ya magonjwa, wengine wanaweza kuwa na changamoto za kila aina. Lakini ni lazima kuwe na challenge katika maisha yetu, kama vile andiko linavyosema. When you find yourself in a such condition, just as the world, the nation of Kenya and the church is suffering today by the effect of coronavirus, you need to do as follows. Wakati tunapopatana na shida hizi na mambo kama haya ambayo yamejaa katika ulimwengu mzima na Kenya pia kwa jumla, ni vile kwa sababu ya coronavirus, kuna mambo ambayo tunatakiwa kufanya, na mambo haya ambayo tunatakiwa kufanya ni kitu cha kwanza. Number one, rejoice in the Lord in all circumstances. Do not fear, to be moderate, for Jesus is coming soon. Jina lake Bwana lisifiwe. Lazima tufurahi, kitu cha kwanza, katika circumstances zote ambazo zinazokuja, katika mambo ambayo yanayoingia katika maisha yetu. Lazima tufurahie katika Bwana. Jina lake Bwana litukuzwe. Hii changamoto hazikuji kutumaliza, zinakuja kutupima kiwango cha vile tunavyotakiwa kukaa. Kuna mambo ambayo yanayokuja kukujaribu vile imani yako ilivyo, vile furaha yako ilivyo. Kuna watu hawataweza kukupima kwa sababu watu wengine hawakujui, lakini challenge inakuja kwa kila mmoja. Kama saa hizi challenges ambazo ziko katika Kenya zinapima watu wote wa Kenya waliokuwa wanagogwa sijui na nini, wanapelekwa South Africa, sasa wanatibiwa Nairobi. Wengine wanatibiwa katika vijiji vyao, wengine wako Naivasha District Hospital, mahali wengine hawajaingia na miguu yao, mahali pale ndipo wanaingia sasa. Kwa maana challenges zitakuja. Katika hali hiyo tukipimwa, tunastahili kufurahi katika Bwana. Jina lake Bwana lisifiwe. Kama Wakristo tunastahili kufurahia katika Bwana, tukijua ya kwamba hata kama tutajaribiwa, tutatoka tukiwa washindi, kama vile Ayubu alivyosema. Job said, watanijaribu, in the book of Job chapter 23 verse 10. I think it is 23 verse 10. Ama 10 verse 23. It is one of the two, but mostly it is 23 verse 10. Inasema ya kwamba nitajaribiwa, na baada ya kujaribiwa nitatoka nikiwa mzima, na nitatoka nikiwa ninashine kama gold. Alisema hivi kwa maana hakuwa na shida na challenges zitakazokuja. Watu wengi sana wako na challenges, wakipatana nazo wanakosa kumwona Mungu, wakipatana nazo wanaachana na kile walichoamini, wakipatana nazo wanakosa utukufu wa Bwana, wanakosa kudhibitisha kile Bwana ameweka ndani yao. But I thank God because of Job. I thank God because of Jesus Christ. Praise be to the name of the Lord. Maana wakati Petero anaona ya kwamba wakora wamekuja kushika Yesu, anachukua panga anakata sikio, naye Yesu anamwambia hapana, usifanye hivyo, atakayepigana na panga atauawa na panga. Akachukua sikio akalirudisha, na ni wao walikuwa wanataka kumuua. So I want to tell you, when challenges comes, it measures your faith. Hallelujah. It measures your stability. Hata wakati inapokuja katika biashara, inataka kupima biashara yako inaweza kusimama. Na ndiposa tulisoma katika kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 3, unauliza wakati ulimwengu utakapotingizika, mwana wa Mungu ama yule ambaye ni mwaminifu atafanya nini? Hallelujah. This is to say challenges will come. Hallelujah. But the Bible says, if challenges come, rejoice in the Lord. Tuangalie in the book of Philippians chapter 3 verse 1.
Hiyo tu tuangalie. Wafilipi kwa nini anaandikiwa? Kwa nini Wafilipi wanaandikiwa mambo haya na Paulo? Paulo anamwambia ya kwamba angalieni hawa watu ambao wanajisumbua kwa ajili yenu, ambao wapatie chochote ambacho wanachokihitaji, kwa sababu kanisa la Wafilipi ndio lilikuwa kanisa lenye lilifanya ibada ama injili ienezwe na Paulo zaidi, kwa maana yeye alishirikiana pamoja, kanisa hili lilishirikiana pamoja na Paulo kuwahubiria wengine, na ndipo unaona anawapa mzigo. Na hata 3 inasema namna gani? Wa mstari wa kwanza, hatimaye ndugu zangu, furahini katika kuungana na Bwana. Sishoki kurudia yale niliyokwisha andika pale awali, maana yatawaongezeni salama. Jina lake Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Anasema sichoki kuandikia yale niliyoandikia. Furahini katika Bwana siku zote. Hallelujah. In every situation, let us rejoice in the Lord. Kwa maana kile ambacho kinatusimamisha sio kwa ajili yetu. Tunasimamishwa na kuunganishwa na yeye aliyesimama. Yeye alijua ya kwamba tutafika kama wakati kama huu. Yeye alijua a time of challenge will come, na watu wengi hawataweza kustahimili, wengi hawataweza kusimama, na kwa hivyo akaja akaungana nasi ili wakati wa shida atuinue. Hallelujah. Yes, alijua hivyo. Kitabu cha Waebrania inasema ya kwamba tunashukuru Mungu kwa sababu yeye anayetuangalia, hata yeye mwenyewe alikuwa katika majaribu. Kwa hivyo anayajua majaribu hayo, na kwa hivyo yeye anatuangalia kulingana na vile yeye alivyoona majaribu yalivyo. Hallelujah. And because we are joined with him, tufurahi, maana hatutafanya chochote kwa ajili yetu. Hatutafanya kwa sababu tuna nguvu, hatutafanya kwa sababu tuna uwezo. Tutafanya hii kwa maana yeye tayari ameunganishwa nasi. Ushindi wetu hautokani na vile tunavyojua vita, unatokana na yeye aliyesimama, na kwa hivyo anatusimamisha. Praise be to the name of the Lord. He is a sure pillar. He is a sure pillar. And because he is a sure pillar, we are sure of this pillar because it has already stand itself. Hata sisi tutasimama kwa sababu ya vile alivyosimama. Na kwa hivyo furahini kwa kuunganishwa na yeye, na zidi kufurahi. Bwana anaambia kanisa hilo. Na kwa hivyo hebu tuangalie the book of Philippians chapter 2 verse 17 to 19. Nini hii Paulo anaambia kanisa? Filipi 2 mstari wa 17 na 19 mpaka 19. Hata ikiwa mtatolewa mhanga pamoja na imani yenu, ili dhabihu iliyo dhabihu kwa Mungu, basi furahini sana na kuwashirikisha nyinyi nyote furaha hiyo. Hali kadhalika nyinyi mnapaswa kufurahi na kunishirikisha mimi furaha yenu. Mstari wa 19, katika kuungana na Bwana ya Yesu Kristo ninalo tumaini kwamba nitaweza kutumana Timotheo kwenu hivi karibuni, ili nitiwe moyo kwa kupata habari zenu. Jina lake Bwana asifiwe. Paul is still writing. Anajua kanisa la Wafilipi lina shida, kwa sababu wao ndio wafadhili wakuu wa neno, ndio wanayempa Paul chochote anachokihitaji. Na kwa hivyo anasema ya kwamba katika hata ikiwa mtatolewa mhanga pamoja na imani wenu ili dhabihu la Mungu, basi furahini katika kushirikisha ninyi nyote furaha hiyo. Hallelujah. Hata kama watu hawa watapata challenges ambazo ziko, watapatana na mambo haya ambayo yanayotokea, kwa ajili anawaambia hivi, hata ikiwa mtaunganishwa, hata kama mtapatana na shida kwa sababu ya kuwafadhili wengine, furahini basi katika Bwana. Maana dhabihu ambalo mnalitoa kwa mhanga kwa ajili ya jambo ambalo mmeunganishwa nalo. Jina lake Bwana litukuzwe. Acha niwaambie kanisa la Kristo limefungwa. When the church is closed, as it has been closed all over the world today,
Kile ambacho kitatufanya tujulikane imani yetu ni vile tutakavyosimama baada ya gharika hii. Haleluya, Bwana asifiwe. Maana hiyo inathibitisha kile ambacho tumeunganishwa nacho ni namna gani. Tulisoma na nyinyi kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 25 mpaka 28. Neno hilo ambalo tuliloliona, jameni, ninajua ya kwamba hata nyinyi mnalikumbuka. Ikasemekana ya kwamba majaribu yaja na ili tutingizwe vizuri, na ikasemekana ya kwamba hata tutatingizwa tena. Na kwa hiyo nisiwaambia kwamba challenges inakuja na inaisha. Hapana, itawapata tena. Lakini neno linasema hivi ya kwamba tulishikwa tukatingizwa, na ili kitakachoondoka kiondoke, na kitakacho kusimama kiwe chema. Hallelujah. So I want to tell you, brothers and sisters, mtatingizwa na mtatingizwa tena, lakini kile ambacho kinachoweza kufanya Bwana aonekane juu yenu ni furaha mtakaokuwa nayo baada ya majaribu, baada ya shida, baada ya matatizo, baada ya challenge. You are free and rejoice that you have in your heart. Praise be to the name of the Lord. Mtu mmoja alienda kusoma historia ya bwana wake, ya mume wake katika mazishi. Akasema ya kwamba I have a hero. I want to speak about my husband. Akazungumza na akasoma historia ya mume wake. Waliokuwa pale wakasema she is a strong woman. Bwana asifiwe. Maana wengine wanalia wakati kuna shida na wana matatizo. Inadhibitika vile ulivyo wakati wa shida, hautaonekana wakati wa furaha. Let me tell you, hata katika nyumba zetu ambazo tunazoziishi, niwaambie ni ukweli, mume na mke hawajulikani wakati kuna furaha. Wanajulikana hawa walikuwa wanapaswa kuwa pamoja wakati wa huzuni, wakati wa shida, wakati wa matatizo, wakati wa balaa. Amen. Even now, I know the followers of the church, because of the challenge that we have, I cannot count my members when we are rejoicing only, when we have all. No, I can count my members after the challenge. Na ndiposa unaona kitabu cha Hesabu 31 mstari wa 48, Musa anawaambia enendeni mkawahesabu watu. Wanaenda baada ya vita vilivyoisha, akaenda akasema ya kwamba nimewahesabu wote na hakuna yeyote aliyekosa. Haleluya. Watu hawahesabiwa wa vita wakati tunaenda vita, wanahesabiwa tunaenda na tukirudi. Hapo ndipo tunajua ushindi wetu ulikuwa namna gani. Sasa ushindi wako hautajulikana in the time of plenty. Haleluya. Bwana asifiwe. Haitajulikana wakati una masuti, haitajulikana wakati unakanyaga watu wote wanajua kwa maana umekaa vizuri. But when the challenge come, either financially, either in the health, either in your family, either in the church, either in your business, either in the work of your hand, hiva wakati yote tunajulikana huyu mtu ni wa namna gani. Kuna watu hawawezi kuishi baada ya challenge. And I know this will show us who has been combined with Christ and who has not been combined. Na ndiposa unasikia kitabu cha Malaki 3 inasema ya kwamba tutajua, mstari wa 18. Na sijui kama mnaandika hizi vitu vyote ninasema. Malaki 3 mstari wa 18 inasema tutajua wanaomtumikia Mungu na ambao hawamtumikii. Jina lake Bwana litukuzwe. Kanisa la Kristo tutajua, wakati huo ndio tutajua wanaotumikia Mungu na ambao hawamtumikii. Kwa nini? Because time of challenge ni wakati tunajua this is the way forward, this is what I am supposed to do. Na wakati utakapotokea ukiwa mshindi, unasema I rejoice in the Lord. Hallelujah. Na hivyo basi Paul, hata kama alikuwa jela, hata kama alikuwa na shida nyingi, anasema ya kwamba ninafurahi kila siku kwa sababu ya anayenitia nguvu. Jina lake Bwana litukuzwe. Akiwa katika jela anasema ya kwamba I can do all things because of who strengthened me. Praise be to the name of the Lord. Ninaweza mambo yote kwa sababu ya anayenitia nguvu. Sio Paul yeye mwenyewe. Na ndiposa akasema nilifanya yote kuwa mafi kwa ajili ya kujishikia Kristo. Amen. Kanisa la Kristo, wachane niwaambie, the time of challenge is a time to know the faith. It's a time to know who is with God. It is a time to know what you believe. Praise be to the name of the Lord. Number 2, do not be worried by the things. Instead,
pray for all and make sure you don't complain, but take God for all situations. This is in book in verse 6 of Philippians chapter 4. Wa Filipi na mstari wa 6, mahali ambapo tulisoma inasema hivi, msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Amen. Amen. Msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Do not be worried by anything, but instead pray for all things and make sure you don't complain, but thank God for all situations. Mshukuruni Bwana kwa sababu ya mambo yote. Unaweza kusoma hii in the book of the Thessalonians chapter 5 and verse 16. Thessalonians chapter 5 and verse 16. Unaweza kuisoma. Ninasema ya kwamba furahini siku zote. Shukuruni Bwana kwa mambo yote. Peeni Bwana shukrani mkiomba na mkumjulisha mambo yenu yote. Kwa hivyo tumtamshukuru Bwana kwa mambo yote. In all situations. Praise be to the name of the Lord. Kama wakati huu hatuna mambo mengi ya kusema, tunastahili kushukuru kwa sababu ya vile Bwana ametenda. Hallelujah. Tulisoma na nini kitabu ambacho kinaitwa Zaburi 50 nafikiria ni 50 mstari wa 23. Zaburi 50 mstari wa 23 unasema ya kwamba anayemshukuru Bwana anatoa sadaka za sacrifice, anatoa sacrifice. Hiyo ndio tunaita sadaka ya uchungu, sadaka ya uchungu kwake yeye ambaye anayemsifu. Praise be to the name of the Lord. Ikiwa unaweza kujua mtu wa haja, ni mtu ambaye anashukuru hata wakati wa shida. Amen. Kuna watu wakikosa chakula wanaonekana ni kama wanastahili kusaidiwa. Hata ukimpelekea uga hawezi sema asante. Ukimpelekea kidogo anakuuliza kwani hukuleta uga, kwani haukuweka mafuta ndani yake. Hawawezi kushukuru kwa jambo dogo. Na Wakristo tuko hivi. In the time of challenge, we ask where was God? Let me tell you, Mungu haitwi Mungu kwa sababu alikuja kukusaidia. Anaitwa Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Hata wakati Musa anamuuliza wewe ni nani? Anamwambia neniye doire toria doire. Ugeroko giugate. I want to tell you, the only thing that will make you to be strong enough, it is when you say thank you in the time of challenge. Hallelujah. Kumshukuru Bwana, kumtukuza Bwana. Na kwa hiyo Biblia inasema usijali kwa chochote. Usiwe na shida yoyote. Usiwe na wasiwasi yoyote. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Inasema msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu na kwa shukrani. Muombeni Bwana kwa sababu ya mahitaji yenu mkiwa na shukrani. You just tell God thank you. Na unamwambia Bwana niko na hitaji hili, lakini asante kwa mahali ambapo umefikisha. Sijui ni wangapi walio na shukrani hata sasa. Hata wakati huu hakuna biashara, sijui ni wangapi walio na shukrani. Nataka kuambia dunia nzima uchumi umeenda chini. Kwa hiyo ukijisikia uko na elfu kwa mfuko, ujue ya kwamba God is great. Hallelujah. Ulimwengu umeisha. Ikiwa you have a 50 shillings in your pocket, then God has helped you. You should have a thanksgiving in your heart. Praise be to the name of the Lord. Lakini wengi ni wasiwasi. Chochote ambacho unachofanya unafanya na wasiwasi. Unafanya na shida. Unafanya na mambo ya kufanya ya kwamba haujui ni nini hichi ambacho kimetokea. Yes, kitatokea na hata kesho Biblia inathibitisha ya kwamba kitatokea kingine. Lakini shukrani zako ziko wapi? Maana kabla hauna shukrani ndani ya moyo wako, basi inadhibitisha ya kwamba wewe hautasimama kama vile maandiko yanavyosema tufurahini maana tunaunganishwa naye. Jina lake Bwana litukuzwe. Number 3. Allow the peace of the Lord. Lakini tusome pale juu, tusome in the book of Colossians chapter 4 verse 2. Tusome Colossians chapter 4 verse 2. Nimekimbia kidogo. Colossians chapter 4 verse 2. Biblia inasema namna gani? Wakolosai 4 mstari wa 2. Unasema hivi: dumuni katika sala. Amen. Amen. Dumuni katika sala na mnaposali muwe na waangalifu mkishukuru Mungu. Dumuni katika sala
na mnaposali muwe na waangalifu mkishukuru Mungu. Vile vile mtuombee na sisi pia Mungu atupe fursa ya kuhubiri ujumbe wake katika siri ya Kristo. Kwa ajili hiyo mimi niko sasa kifungoni. Jina lake Bwana litukuzwe. Anasema ya kwamba kwa jambo lolote ambalo mtakalofanya, kwa mambo yoyote ambayo mtakalofanya, dumuni katika sala, dumuni katika maombi, dumuni katika hali ya kuomba. Mtu mmoja alisema ya kwamba maombi ni kazi, lakini yafanya kazi. Haleluya! Maombi ni kazi, lakini yatenda kazi. Kanisa la Kristo, sikia hii, dumuni katika maombi, na mtakapodumu katika maombi, Biblia inasema ya kwamba mnaposali muwe na uangalifu. Na uangalifu huu mkishukuru Mwenyezi Mungu. Vile vile nasi mtuombee. Whenever you're praying, pray for me. Pray for the fraternity of fellowships. Pray for bishops. Pray for pastors. Pray for those people who are working hard because of you. Ili tuhubiri hii injili ya Kristo na siri za mbinguni. Haleluya. Baada ya hii ibada nitawaonyesheni mambo mengi sana ambayo nimefunuliwa katika mambo mengi. Nimesikia ufunuo. Baada ya hii kuna mambo ya watu wengi na kuna mambo ya ndani. Hata Yesu Kristo aliwapatia kwa mifano, lakini alipoenda karibu wanafunzi akawaambia ya kwamba wengine wanastahili kutusikia kwa mifano, lakini mnastahili kuwa na siri. Jina lake Bwana litukuzwe. Tutafutieni siri hii, na ni katika maombi ambayo tunaweza kufunuliwa mambo haya. Jina lake Bwana litukuzwe. Hiyo ndio agizo Paul anaambia kanisa. Na kwa hiyo namba ya tatu inasema allow the peace of the Lord to fill your heart and your mind. Verse 7. Tusome mstari wa 7 mahali ambapo tulianzia. Sijatoka kitabu cha Wafilipi 4, tuko mstari wa 7. Unasema nayo amani ya Mungu ipitayo akili zote za watu italinda salama mioyo na akili zenu katika kuungana na Kristo Yesu. Amani ipitayo ufahamu wa mwanadamu, ipitayo the human understanding. Biblia inasema ya kwamba kama vile mbingu na dunia zilizo zimetangamana, hivyo ndivyo mawazo ya Mungu na ya mwanadamu imetangamana. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba, sikizeni hii, ya kwamba kuna mahali ambapo tumefika tu ufahamu wa duniani. Juu ya ufahamu huo kuna amani ambayo inazidi ufahamu wa mwanadamu. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. The peace of God is more than your understanding. Hallelujah. Ni zaidi ya kile ambacho unachokifahamu. Amani ya Bwana ni zaidi ya ufahamu wa mwanadamu. Akili za maprofesa ziko chini ya imani ya amani ya Bwana. Amani iko juu. Biblia inasema hivi, ipitayo akili zote za watu italinda salama mioyo na akili zenu katika kuungana na Kristo Yesu. Amen. Itawalinda salama. Hivi ni kumaanisha namna gani? Ni jambo ambalo tunastahili kulishika, kukaa kwa amani, kudhibitisha amani ndani yetu. To allow the peace of the Lord to fill your heart and your mind. Kuwa na amani ambayo itakaa ndani ya moyo wako, itakaa ndani ya akili zako. Wewe ambao unanisikiliza, amani ambayo ipitayo ufahamu wa wanadamu, amani ambayo iko zaidi ya ufahamu wetu, unaikubali ya kwamba ijaze roho yako na fikira zako na mawazo yako, ijawe na amani. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, na hii ni jambo la kutufanya tushindane in the time of challenge. Praise be to the name of the Lord. Sijui kama amani ya Bwana inakukaa. Watu wengi wako na shida kwa sababu nyumba zao zinafungwa. Na uhakika nimesikia Nairobi mzee mmoja ameenda na akachomelea milango. Wacha kufunga. Kufunga anaweza kuja na zile mashini zinakata kifuli na unakata kifuli yake na inaanguka na unaingia kwa nyumba. Lakini angalia huyu amekuja na mashini, amefunga ndani kufuga na amefungia kitu yako yote, halafu anachomelea. Wengine wanatoa milango.
wanatoa na sio shida, wanatoa milango na mnabaki hivyo. Mama mmoja alisema ya kwamba anakaa kwa mlango, maana mlango umeenda, yeye ndiye mlango wa nyumba yake usiku na mchana, na hata kukuwa na mvua yeye ni mlango pale, maana vitu vyake viko ndani na hataki kutoka. Ukweli ni huo, lakini hata kama ni hivyo, amani. Praise be to the name of the Lord. The peace of God. The peace of God. The Bible says it is above akili za mwanadamu. Hii ni kumaanisha aliyefunga na kufuri, aliyechomelea milango, amani ya Bwana ni zaidi ya hiyo. Sijui kama unaweza kujua kile ninasema. Amani ya Bwana ni zaidi ya hiyo. Akili za mwanadamu zinaweza kuja kuchomelea, lakini amani ya Bwana ni zaidi ya hiyo. Amen. So, let it fill your heart and your mind. Wakati business inaisha, that is your mind. But there is the peace of God that surpasses all, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Naomba amani hii na ikaweza kushuka juu yenu katika jina la Yesu Kristo. Naomba amani hii ikaweza kuwajaza kwa akili zenu, ijaze fikira zenu, ijaze mawazo yenu. Amani hii ambayo ni zaidi ya fikira zenu, na ijue ikae kwa nyumba zenu, ikae kwa wake zenu, ikae kwa biashara zenu katika jina la Yesu. Amani hii inayozidi ufahamu wa mwanadamu. Hallelujah. I feel ya kwamba there is a peace of God that is coming down right now into your mind. Hakuna mtu hapa atakuwa na shida, na hata shida ikija, najua the peace of God. Hallelujah. Itakuwa pamoja nami. Number 4, set your mind. Oh, we can read in the book of Colossians. Number 3, we can read in the book of Colossians chapter 3 verse 15. Colossians chapter 3 verse 15. Wakolosai 3 mstari wa 15. Maandiko yanasema hivi: na amani, haya Kolosai 3 mstari wa 15. Na lazima tuwe kwa haraka kwa maana nazidi kumalizia, na unajua kipindi changu kinaisha, na ninaona ya kwamba wenye TV na wenye nini wananiambia, wanasema mwelekezi wangu ni mwanakewe wetagwo Wainaona. Aga mwelekezi wangu ananiambia ya kwamba nifanye haraka. Mwelekezi wangu ananiambia masaa yangu inaisha. Colossians chapter 3 verse 15 inasema ya kwamba nayo amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu, maana kwa ajili hiyo ninyi mumeitwa katika mwili huo mmoja. Bwana asifiwe. Amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu, maana kwa ajili ya hiyo ninyi mumeitwa katika mwili huu mmoja. The peace of God is why you are called. Bwana atukuzwe. Na ndipo Yesu alipoenda mbinguni akasema, amani yangu nawapa, amani yangu nawachia. Amen. Kwa hivyo tumeitwa katika mwili huo mmoja kwa ajili ya amani hii. Because of this peace, that's why we are called. Tumeitwa, na unajua ni wengi sana ambao wamesikia sauti, lakini ni wachache sana ambao wameitwa na wameteuliwa. Amen. So if you are called by God, let the peace of God stand in your heart and in your mind. Wacha ijae. Na ijae kabisa. Amani hii ambayo imeshinda ufahamu wa mwanadamu. I know you have a lot of challenges. Watu wanafiwa. Wengine wanapatana na changamoto za kila aina. But the peace of God, it is above your mind. Wacha ijae moyo wako, maana katika hiyo tumeitwa. Jina lake Bwana litukuzwe. Let us go into the book of Ephesians chapter 4 verse 4. Ephesians. Paul anaambia kanisa namna gani? Was talking more of the peace of God more than anything. Kwa maana hata yeye amefungwa na ako na amani akiwa ndani ya jela, anaandikia makanisa. You cannot imagine. Haangalii mambo ya wakili mwenye atamtetea, haangalii vile atakavyofanya, but he is writing to the churches. He is writing, he is still preaching everywhere to all churches. Why? Because of the peace of God.
Bible says, kuna mwili mmoja na roho mmoja, kama vile tumaini mliloitwa na Mungu ni moja. Kuna Bwana mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Kuna Mungu mmoja na Baba wa wote, ambaye yuko juu ya wote, afanya kazi katika yote na yuko katika yote. Jina lake Bwana litukuzwe. Bwana sifiwe. Sikia hii, kuna mwili mmoja na kuna roho moja, kuna tumaini moja ambalo mumeitwa na Mungu mmoja, kuna Bwana mmoja na imani moja, ubatizo mmoja, na kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba wa wote, ambaye juu ya wote anafanya kazi, na katika yote ako katika hali zote. Hallelujah. Can you imagine God is in this situation? Can I tell you? Acha nikuulize, unajua Mungu yuko katikati ya hali hiyo unaopitia? Do you know? Do you know God is inside? Jina lake Bwana tukuzwe. Tulidhibitishiwa hapa ya kwamba hawa vijana watatu wanaambiwa ya kwamba lazima waingizwe katika tanuru la moto. Walipowekwa, si Bwana alikuweka? Na si alisikia? Yeye hakusema wasiwekwe. Yeye hakuleta kitu cha kuwazuia wasiingie. Lakini katika hali hiyo ya kuingia ndani, na yeye akaingia pamoja nao. Jina lake Bwana litukuzwe. God is in this situation. God is here with us. Msiangalie na mseme ya kwamba makanisa yafunguliwe. Hata mimi sitaki makanisa yafunguliwe. Hata mimi nasema kwa wale ambao wananisikiza, sikizeni, sitaki makanisa yafunguliwe. Wacha makanisa yakae hivyo kalivyo. In this challenge, God is with us. Hallelujah. Yes. Nitawaambia sababu ya kusema kanisa lisifunguliwe. Maana mimi am advocating. As I was writing yesterday to His Excellency the President, I have his number. So I wrote yesterday, I wrote to Deputy Ruto, I wrote to the wife of Uhuru Kenyatta, Margaret Gakuo. He is my friend in Facebook. Nikawaandikia, nikawaambia, don't hesitate kufungua kanisa, wacha ikae. Nitawaambia sababu. Lakini sikia hii, in that situation, God is inside. He is in all. Yeye ni pamoja na yote. Maana imani ni moja, ubatizo, Mungu ni moja, Baba ni moja, imani ni moja, na kila kitu ni moja, na tunatumainia hiyo tumaini moja, na yeye yuko katika yote. Hallelujah. So I don't mind how many years tutakaa bila kanisa, but I know in this God is inside. Wale watu ambao wataaguka waseme ya kwamba ni kanisa ilifungwa, wajue ya kwamba ni wao wanaondokea Mungu, lakini Mungu hajaondoka kwao. Amen. God is inside any situation that we face in the world. Hata wakati tunaambiwa tutapewa namba, sijali. Mimi sitakufa kwa sababu ya namba zitapeanwa. Siko yako ni ndio na ndikahe ni ndigeke todo yako aho. Maneno ninasema in the book of Isaiah that there will be names that will be called by God, and it is only the person who has that name will know, and God himself. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba sihitaji namba, niko na jina ambalo linaitwa. Ni nyinyi nazungumzia. Yeye ndiye anaitwaje teto matuine. Na nani ekare iwa nagai. That is my pin. Hallelujah. So sihitaji kuwekwa mambo mengine. I know God is in this situation. Na hata to save. Paul anasema, anaambia kanisa, na sio kanisa, anaambia wale watu ambao walishikwa pamoja, akawaambia kaeni katika merikabu hii, wenye watatoka wataangamia, lakini watakaobaki watasimama. Jina lake Bwana lisifiwe. Nawaambia ya kwamba kaeni katika merikabu hii, nawaambia kaeni katika merikabu hii. Wale ambao watatoka watakuwa na shida, lakini watakaosalia katika merikabu hii wataokolewa. Haijalishi ni siku ngapi. Hallelujah. So number 4, because of my time, set your mind of the things above, where Christ is, and not focus on the other things that troubles you.
verse 8. Tusome verse ya 8 in the book of Philippians chapter 4 verse 8. Nasema, hatimaye ndugu zangu, zingatieni mambo mema na yanayostahili kusifiwa, mambo ya kweli na mambo bora na ya haki na safi, kupendeza na ya heshima. Angalieni mambo ambayo ni bora katika hali zote. Usiangalie kile ambacho kinachomalizika, usiangalie kile ambacho kinachoisha. Watu wengi sana wakiulizwa, na ninataka kuuliza, maji haya ambayo ninayozidi kuyanywa ni nusu kujaa ama ni nusu kuisha? Kuna ambao wanaona ni nusu kufanya nini? That's the negative thought that everybody has. Imagine iko nusu kujaa ama nusu kuisha. Kwa nini usione kujaa, unaona kuisha? Kwa maana ikiongezwa nusu itajaa, nikikunywa hiyo nusu itaisha. Kwa nini usione kuongezwa? Wewe unaona kuisha. Bila laka Bwana tukuzwe. Fix your eyes on the things above. Do not fix on your eyes kwa zile vitu zinaisha. Wacha kuangalia ujiulize, why hii inatendeka? Kwa nini hii inatendeka? Watu wengi wanasema ya kwamba sasa badala ya Mungu atuangalie watoto, sijui ni nini kinakulwa na shida. Acha nikwambie, kwa hali zote Mungu anasifiwa. Jina lake Bwana lisifiwe. Kwa hali zote Mungu anafanya nini? Anasifiwa, anaabudiwa, anainuliwa, anapokea sifa, anapokea utukufu. Yeye ni Mungu na hakuna mwingine. Kanisa la Kristo ninazidi kuambia, na angalieni hii ya kwamba katika hali zote msiwe na shida, lakini angalieni. Hebu tuangalie in the book of Colossians chapter 3 verse 1. Hali ambapo tulikuwa Wakolosai 3 mstari wa kwanza inasema hivi: basi ikiwa mmefufuka pamoja na Kristo, panieni mambo ya juu kule Kristo aliko ameketi upande wa kuume ama wa kulia wa Mungu. Fix your eyes on Christ. Panieni macho yenu katika Kristo ikiwa mmekufa na mmefufuka pamoja na Kristo. Hii ni kumaanisha ikiwa umepokea ubatizo, basi usiangalie shida ambazo unazozipitia, usiangalie mahali ambapo unapitia, usiangalie njia ambayo unayopitia. No, my brothers and my sisters, panieni macho yenu katika Kristo Yesu, mahali ambapo yuko. Jina lake Bwana litukuzwe. Mahali Kristo yuko ni katika ushindi. Mahali Kristo yuko ni katika neema na ni katika upendo. Kristo amekaa katika ukuume wa Mungu, mahali neema na upendo wake unadhibitisha. Jina lake Bwana litukuzwe. Avoid all negative thoughts and reports and concentrate on the positive reports only. Can I say it again? Avoid all negative thoughts. Wachana na mawazo ambayo ni kinyume. Wachana na mawazo ambayo ni kinyume. Ripoti ambazo zinazokuja kinyume. But concentrate on the positive reports only. Praise be to the name of the Lord. Kwa nini David alikuwa mshindi katika kila njia aliyoipitia? Mtu yeyote ambaye alikuwa anakuja, aliameta kwa kinyabu, wakimletea ripoti mbaya alikuwa anawaua. Lakini aliishi tu na yule mtu ambaye alimwambia ripoti nzuri. Jina lake Bwana litukuzwe. Hallelujah. Kwa nini niseme hivi? Ni kwa sababu watu wengi wana concentrate na bad reports. Na do you know, if una neno ambalo linaenda kwa haraka sana taruma, it's a negative report. Inaenda haraka sana na inaharibu watu wengi. But a positive one, haikiendi, haikibii, lakini inasimama. Niwaambie kitu, ukifunika ukweli hapa na usijilie na vitu vyote ambazo zinazozidilia na uachane nayo, ikitokea itatokea ikiwa ukweli. Haina shida itabaki siku ngapi, but it will remain the truth. Amen. Lakini ukizika Aruba, baada ya dakika 5 imetokea tena. Nilikutana na mama Naivasha siku moja. Ni mama rafiki yangu, tunakaa na yeye sana, na hata akiwa na shida ananiita, hata saa hii, acha wakati huo, hata saa hii ndio anafanya. Lakini nilienda kumsalimia na hii,
Akaniambia usinisalimie. Kumesemekana Naivasha kuna watu wawili wamechukuliwa. Naivasha kuna watu wawili wamechukuliwa na wamepelekwa. Nikamuuliza, wewe ni mmoja? Ama umesikia nikutoroka nimetoroka? Maana a bad report inaenda mbio sana. Imagine watu wawili Naivasha. Ona hapo ngekora kwenda andũ arĩ menaga thĩna haha inyuĩ haha rĩ. No tũtinde tũkĩthitũka. Karĩa nĩrona no tagĩcirie Naivasha. Yumĩte o maera. Ĩgathiĩ kũrĩa mwena wako. Ĩkambata kĩnango gĩothe. Ĩgathiĩ ĩgahetũkana na Kuraĩ. Ĩgathiĩ Maĩ Mahiũ. Andũ erĩ nĩmanyitwo. Wako na tunaona watu wawili unapata ya kwamba watu hata kusalimiana hawataki. Hata mimi nimeenda ingire nginya wĩra. Ana badala kumako nyithiyo. Ona kwa yake inga wĩra orire na uko ni kuo mali. Lakini shida Zaruma, fix your eyes on the things above. Avoid rumors. Avoid bad reports. Praise be to the name of the Lord. Munataka kusikia mambo mabaya sana kuliko vile tunavyosikia mambo mazuri. Kuna neno limeandikwa katika maandiko, lakini sisi tuna concentrate na wasichana wenye wametundikwa mimba. Nisikia mtu mmoja andiko wanaongea kuhusu watoto hawa. Wanasema watu wa wanaume hawa watolewe na wanaongea sana. Simulisikia? Na hiyo mtaeneza zaidi. Lakini neno likiandikwa inabaki kwako peke yake. Don't fix your avoid all negative thoughts and reports and concentrate on the positive report only. Finally, reserve and reflect back on message you learned during the na mlioyasikia nikiyasema na nikiyatenda. Bwana hivyo ndivyo anavyosema. Angalieni the reports that you got in good days. Hallelujah. Reflect back. If you cannot see kile ambacho kiko mbele yako, tazama nyuma and reverse to those things that you know are good. Watu wengi sana hapa wanadharau mtu kwa kitu kidogo ambacho kimetendeka sasa, lakini wakati wa kitabu mlikuwa mnaona mambo mazuri sana na hauwezi kuyakumbuka. Hauwezi kuyakumbuka. Na ndiposa unaona wanaume niko na shida kubwa sana. I was telling women categorically waseme happy Father's Day. Maana ninajua hawa wanawake wote, hata wangu, hata wengine, hata wako na wengine matingetota amura thaici nĩ tondũ wa mathĩna marĩa twĩnamo. No matiũĩ nĩgetha mũkinyĩte twanararaja. You concentrate on the current. You never reflect back. Unaweza kudharau, unakuta mzee amelea, watoto wamesoma, wamemaliza, wamefanya kila kitu. No angekuona hau no aremiro nĩ gwĩka ũndũ ndangĩthikana ũrĩa wekĩte tene. Agwĩtaga thuri gatoĩ ũndũ gatarĩ ũndũ koĩ. Nĩ warigirwo nginya nĩ ũrĩa woĩ ng'ombe ĩno ũkũrumwo wĩtĩki. Because they never reflect back. Even now Paul anasema kanisa, reflect back of what I have done, what I have said, what I have shown you. Praise be to the name of the Lord. Yes. Dad can have a problem. Mom can have a problem. The father can have a problem. But do not seek what is currently being done. Seek and reverse back and see. Are we together, church? Paul hivyo anazungumzia. Na so, able to sum in the book of Philippians chapter 3 verse 17. Philippians chapter 3 verse 17. Paul anazungusha hii maneno kwa kanisa hili. Mstari wa 17. Ndugu zangu, fuateni mfano wangu. Are we together? Tuwapeni mfano mwema. Tumewapeni mfano mwema, na kwa hivyo wasikilizeni wale wanaofuata mfano huo. Angalieni mfano mwema. Ndugu zangu, angalieni mifano mema. Ndugu zangu, fuateni mfano mwema. Tumewapeni mfano mwema, na kwa hivyo wasikilizeni wanaofuata mifano hii.
Haleluya. Bora na dada hii kwa kanisa, maana amepatana na janga, amekuwa na changamoto, amekuwa na shida, amekuwa na mambo mengi ambayo yanamfuata, lakini anasema ya kwamba muangalieni kile ambacho nimewapa, fuateni my example, muangalie kile ambacho nimesema na kile ambacho nimefanya, na baadaye mkaweza kuwasikiliza wanaofuata kile ambacho tumesema. Jina lake Bwana litukuzwe. Haleluya. Kuna watu wanafuata mambo ambayo yanatukia, na ripoti za babaya ni nzuri sana kwao. They are good in rumors. They are good in those things that are coming. They don't just see. They don't even see the good things that had happened in their life before. Wapendwa, jazeni mioyo zenu na mambo mema. Shida yetu ni kwamba when we get challenges, we feed all those things that have brought the challenge, lakini sio kile chema ambacho tumekuwa nacho hapo mbeleni. Na kwa hivyo anasema Wathesalonike 4:4, na ndio neno langu la mwisho kuwasomeeni. Wathesalonike 4:4-9 inasema hivi: kanisa, kila mwanaume anapaswa kujua namna ya kuishi na mkewe. Sijui kama tuko pamoja. Wathesalonike 4:4. Are we there? 1 Thessalonians chapter 4:4 inasema kila mwanaume anapaswa kujua namna ya kuishi na mkewe kwa utakatifu na heshima, na sio kwa tamaa mbaya kama watu wa mataifa mengine wasiomjua Mungu. Basi mtu yeyote asimkosee au kumpuja mwenzake. Kuhusu jambo hili tulikwisha waambieni hayo na kuwaonya kwamba Bwana atawaadhibu wanaofanya mambo hayo. Mungu hakutuita tuishi katika maisha ya zinaa, bali tuishi katika maisha ya utakatifu. Kwa hivyo basi, anayedharau mafundisho hayo hamdharau mtu, bali anadharau Mungu mwenyewe anayewapeni Roho wake Mtakatifu. Hakuna haja ya kuandikieni juu ya kupenda ndugu zenu waumini, nani wenyewe mmefundishwa na Mungu namna mnavyopaswa kupendana. Jina lake Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo tunastahili kuyafanya kama vile maandiko yanavyosema, ya kwamba kusiwe na mtu ataonyeshwa jinsi ya kukaa na mwenzake vile anavyostahili kukaa katika uadilifu na haki. Maana kuna mambo Mungu ataleta hukumu kwa ajili yake. Na hii sikilizeni vizuri kanisa, wale watu ambao wanafanya mambo mabaya hawamfanyi mtu, lakini wanafanya Mungu. Wale ambao wana madharau hawafanyi mtu, wanafanya Mungu. Wale ambao wanaleta mambo hayo ya ambayo sio utakatifu na ya haki hawafanyi mwanadamu, wanafanya Mungu wa mbinguni. Na Mungu ataleta ghadhabu zake juu ya wale wanaotenda mambo hayo. Kanisa la Kristo, sikizeni hii. Stay the best you had. Final remarks. Stay the best of what you had. Ukae kwa nzuri kabisa kwa uliosikia. The best you saw. Kwa kile kizuri sana ulichokiona. The best lesson you learned. Kwa mambo ambayo ulifundishwa na ukafundishika. Kaa kwa mambo yaliyo mema. And the best example you saw from your mentor. Na mambo mazuri zaidi uliyoyaona kwa yeye aliyekulea. Usiishi kwa namna yako. Usiishi kwa kile unaona kizuri. Kuna watu
wanachukua chochote na wanasema niliona nikae kama hii. Sio kwa sababu ni kizuri, sio kwa sababu walijua, sio kwa sababu walifahamu, sio kwa sababu waliona, lakini ni tu kwa sababu kimetokea. Petro anasema ya kwamba tunatoa ushuhuda wa kile ambacho tunajua, na tunasema kile ambacho tunajionea. Are we together, church? Stay the best you had. Stay the best you saw. Stay be best. The best lesson you had. And the example, the best example you saw from your mentor. Hiyo tu peke yake itakusaidia wakati of the challenges. Itakusaidia wakati kuna gharika. Itakusaidia. Maana waliokuwa mbele zetu waliona. Msemaji mmoja alisema mudhuria ikarete the ona akora igwe gihigiki kimutu iguru. Kuna watu ambao waliona bali. If Paul and the rest waliona ufalme huu hata kama hawajapewa na wakauona, kwa nini tusikae kama wao? Maana waliona kile ambacho tunatumainia. Jina lake Bwana mtukuzwe. It might be hard for us, but that is the best that we can live. Mfalme wa amani katika jina la Yesu. Naomba mfalme mwema na mwaminifu, nimemenena neno lako kwa watu hawa ambao wamenisikiza Jehova Jireh. Na nena neno hili mfalme liwe mfano kwao na hata kwa watu ambao wanayekaa pamoja nao. Bwana majeshi, utufundishe kukaa kadiri ya penzi lako mfalme. Tunajua vita ni kali, lakini katika hali yote tunaomba ya kwamba utusaidie kuishi katika ukamilifu. Bwana, haja za moyo wetu ni kutenda yaliyo mema, ni kufanya yaliyo mema, ni kutokea tukiwa washindi. Kama vile Job alivyosema ya kwamba mimi nitaishi, nitakaa katika hali hii ambayo niko nayo, lakini kutokea kwangu nitakuwa mshindi. Naomba ushindi kwa wapendwa hawa na wengine ambao wanaonisikiliza, ambao wako mbali na wako karibu. Wasaidie kustahimili the challenges ambazo wako nazo, na hatimaye mfalme wa amani wakaweza kuwa wazima na washindi katika Kristo Yesu. Uzima wa utukufu na fadhili Bwana majeshi ziwe pamoja na maisha yao. Neema yao mfalme wa amani, neema yako mfalme wa amani ikaweza kukaa pamoja nao. Wasaidie kuishi katika haki, utukufu na fadhili. Neema yako Bwana isikose kuwa pamoja na yeyote ambaye anayekupenda na kuabudu na kutukuza sasa na hata milele, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. May God bless you so much. May God bless you so much. Bwana awatende mema, Bwana awalinde, Bwana awahifadhi. Naombea biashara zenu kuwa salama, miji yenu iwe salama, kaza mikono zenu ziwe salama, watoto wenu wawe salama. Hakuna yeyote ambaye atakayepatana na janga. Mtaishi uhai mpaka mchoke katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tafurahia kaza mikono yenu mpaka wakati Bwana atakapouweka katika jina la Yesu Kristo. Kama vile ngano inapovuniwa, wakati imekuwa nzee, wakati imekomaa, nani naomba wakati wa mavuno yenu takomaa kabisa katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe pamoja nani, usalama wa Bwana ukae pamoja na maisha yenu sasa na hata mnyinyi na hata milele. Mmebarikiwa kuondoka na kurudi kwenu, biashara zenu zimebarikiwa, makaza mikono yenu zimebarikiwa, mambo yenu yote yamebarikiwa. Nyinyi ni wabarikiwa sasa na hata milele katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. May God bless you so much. May God bless you so much. Next week tuta